Bwana Yesu asifiwe. Na chukua nafasi ya pekee kukukaribisha ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji katika kipindi kizuri kabisa ikiwa ni mfululizo wa masomo ya juma la maombi la uamsho na matengenezo. Juma hili ni maalum kabisa kwa ajili ya wanafunzi, hasa wanafunzi wa kidato cha 6 wanaoelekea kwenye mitihani yao hivi punde, ikiwa ni tarehe 4 tu mwezi wa 5 wanaanza mitihani yao ya taifa. Kwa hiyo ni muda mchache tu umesalia, na kwa sababu hiyo Mungu akanipatia wazo la kuandaa kitu kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwatia moyo, kuwapa mwongozo, kuwapa hamasa na kuwasaidia kwenye safari yao nzima ya kielimu pamoja na maisha kwa ujumla. Sasa napenda kukukaribisha sana tunapokuwa tukianza somo hili la kwanza. Nikwambie tu kwamba juma hili nimelipa kichwa kinachosema mwanafunzi katika mwendo. Moto ukisema elimu, safari yenye tumaini. Kwa hiyo ninaposema elimu, mahali hapo ulipo utasema safari yenye tumaini, na nikisema safari yenye tumaini utasema elimu. Fungu kuu au fungu la juma hili zima linatoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8 linalosema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Ni maneno ya Mtume Paulo akimwambia Timotheo. Basi moja kwa moja niende katika somo la kwanza la siku ya kwanza. Somo la siku ya kwanza lina kichwa kinachosema mwanafunzi na elimu. Elimu, safari yenye matumaini, yenye tumaini. Mwanafunzi na elimu. Katika masomo haya yote, kila somo nimetembea na kisa cha Mtume Paulo tangu anapoanza mwendo hadi anapokuja kukamilisha mwendo na kusema kuwa amevipiga vita na mwendo ameumaliza. Kwa hiyo kwa sababu safari ya mwanafunzi ni safari inayoendana sana na safari aliyokuwa nayo Mtume Paulo, ndio sababu tunatembea na kisa cha Mtume Paulo nikimlinganisha na mwanafunzi. Sasa Paulo alikuwa ni nani? Na kwa nini tukitumia kisa cha Paulo kwa ajili ya kumtia moyo mwanafunzi? Kwa kweli Paulo alikuwa ni mtu ambaye mwanzoni mwa maisha yake aliishi nje ya kusudi la Mungu. Kwa muda mrefu aliishi akiwatesa wafuasi wa Kristo. Na kwa sababu hiyo, hilo lilimhuzunisha Kristo. Basi Yesu mwenyewe akaamua kukutana na Paulo akimuuliza, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Maana yake ni kwamba hata sisi leo tunapoishi nje ya kusudi la Mungu kutuumba, uhakika ni mmoja tu, kwamba tunamhuzunisha Mungu. Ametuumba kwa makusudi fulani maalum. Sasa tunapoishi nje ya makusudi hayo, tunakuwa tunamhuzunisha sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Mtume Paulo kabla hajabadilishwa. Basi Mungu anambadilisha Paulo. Nahitaji sasa tujifunze kile ambacho Mungu anamwambia Anania wakati anapomwagiza kwenda kwa Mtume Paulo. Tusome sasa kitabu cha Matendo 9 mstari wa 15. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu
ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Utaona kitu cha pekee sana hapa kwamba yule Paulo aliyekuwa akimuudhi Mungu ni chombo kiteule kwa Mungu. Hakika katika kila safari nzuri, katika kila hadithi tamu, huwa kuna kisa nyuma yake. Kisa cha Paulo hadi kufikia kukamilisha mwendo wake kabla hajafa kina safari yenye huzuni nyuma yake. Hivyo nikutie moyo rafiki yangu kwamba yumkini hata wewe wakati fulani umeishi maisha mabaya. Yumkini wakati fulani umefanya mambo mabaya. Hayo yote hayaamui juu ya hatima yako wala juu ya kusudi la Mungu maishani mwako. Ni vyema tu kwamba kama Mungu amekutana na wewe kwenye maisha yako leo, ukubali kugeuka, ukubali kumsikiliza. Anaweza akaianzisha safari mpya maishani mwako. Ya nyuma yote yanaweza yakawa si kitu kabisa. Mungu anaweza kukuita kwa kusudi kubwa. Anaweza kukuita kufanya mambo makubwa. Sasa rafiki yangu mwanafunzi, nina mambo nayohitaji kukusisitizia na kukutia moyo. Jambo la kwanza, Mungu alikuumba kwa kusudi maalum. Hauko hapa duniani kwa bahati mbaya. Ndio ninachomaanisha. Na ukiachana tu na kwamba hauko hapa duniani kwa bahati mbaya, leo hauko hapo shuleni kwa bahati mbaya. Hauko hapa shuleni kwa bahati mbaya. Upo kwa kusudi maalum kabisa. Kusudi hilo analifahamu Mungu. Na ndiye peke yake anayeweza kukufunulia. Ndiye peke yake anayeweza kukufahamisha. Usikate tamaa. Licha ya changamoto unazopitia, licha ya magumu unayokumbana nayo, huzuni, taabu, usikate tamaa. Hauko kwa bahati mbaya, umeumbwa kwa kusudi maalum na Mungu. Maisha ulioishi huko nyuma hayaamui juu ya kile ambacho Mungu anaweza akaamua kukifanya kupitia kwako sasa. Hivyo Mungu leo anapokutana na wewe, anapotamani kukupatia mwanzo mpya, anapokuja ili akupatie mwanzo mpya, ni vema ukubali kumwitikia na kusonga mbele kwa kadri atakavyokuongoza. Alimwambia Paulo, inuka uingie mjini, nawe utaonyeshwa kupasayo kutenda. Jambo la pili ninalotaka kukwambia ni kwamba shuleni upo kwa kusudi la kupata elimu. Naam, elimu ninayoizungumzia ni elimu ya kidunia, lakini pia na elimu ya Mungu. Elimu ya mahusiano pamoja na wanajamii wengine, lakini pia elimu ya kiakili na kihisia. Sasa nianze na hii elimu ya kidunia. Elimu hii ni ya muhimu sana na ni nyenzo ambayo inaweza kukusaidia wewe kufika kule Mungu alipokusudia ufike. Unajua, unaweza ukawa umeumbwa kuwa daktari mkubwa sana duniani. Unaweza ukawa umeumbwa kuwa mwalimu utakayewasaidia wanafunzi katika changamoto zao mbalimbali. Kuwa mwalimu utakayewapatia wanafunzi ujuzi wa kuwaandaa kuwa vile Mungu alivyokusudia wawe. Unaweza ukawa umeitwa kuwa rubani. Hayo yote yanahitaji hii elimu. Unaweza ukawa Mungu
amekuumba uje kuwa mvumbuzi kama akina Thomas Edison alivyovumbua balbu. Wenda wewe Mungu anaweza akawa amekuita uje uvumbue kitu fulani ambacho hakijavumbuliwa. Sasa hii elimu dunia ina msaada mkubwa katika kutusaidia na kukusaidia juu ya hayo yote, si ya kuipuuzia. Leo tuna madaktari ambao wanafanya kazi kubwa katika kuokoa uhai wa mwanadamu. Ni Mungu anaitumia mikono yao. Kwa ujumla, usiipuuzie hii elimu dunia. Mungu akikupa nafasi ya kusoma, soma. Upo hapo shuleni kwa ajili ya kuipata hiyo elimu, usiipuuzie. Na wala unaposoma usisome tu juu juu. Soma kwa hakika. Soma uje na uvumbuzi. Soma uje na utatuzi kwa matatizo makubwa yanayoikabili dunia. Soma uje na njia zitakazomsaidia mwanadamu kuwa na maisha bora, maisha yenye furaha, huku ukimwelekeza kwa Mungu. Lakini elimu nyingine ya muhimu kabisa ambayo hapo shuleni ni mahali sahihi ambapo Mungu anaweza akakukutanisha na watu, anaweza akakukutanisha na fursa mbalimbali kwa ajili ya kuipata, ni elimu kuhusiana na Mungu mwenyewe. Biblia inasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike kwa maana yeye ni uzima wako. Kwa kweli elimu inayozungumziwa ambayo ni uzima wetu si elimu hii ya kidunia, ni elimu ile ya Mungu. Ni katika Mungu ndipo tunapata chanzo chetu, tunapata kusudi letu, tunapata kujua tuko wapi, ni wapi tunaelekea. Pia katika Mungu tunapata kujua uwezo wetu na tunapata pia kuwezeshwa. Uwezo wetu unapoungana na uwezo wa Mungu, tunapata kufanya mambo makubwa yanayoweza kuishangaza dunia. Kwa hiyo ninachomaanisha ni kwamba hii elimu ya mbingu ni muhimu sana. Unapokuwa hapo shuleni, jitahidi kuhakikisha unasoma neno la Mungu. Jitahidi kuhakikisha unamjifunza Mungu kupitia kazi zake mbalimbali za uumbaji. Ni mahali sahihi kabisa unapoweza kukutana na wanafunzi, marafiki na watu ambao tayari Mungu amewajalia kumjua, nao wakawa ni chachu ya wewe kumjua. Naomba ni wape ushuhuda wangu. Mimi kwa kweli wakati nimeanza kusali ilikuwa ni form 1 mwishoni. Hii ilitokana na vile ambavyo niliona mambo yakienda maishani mwangu. Hatimaye nikaona pia vile alivyoenda kwa rafiki yangu aliyekuwa akimtegemea Mungu. Nikagundua kabisa kwamba bila Mungu safari yangu inaweza ikawa ni yenye taabu, inaweza ikawa ni ngumu. Yule rafiki yangu nilimwendea kila wakati, alinitia moyo. Hatimaye ikafikia hatua nikatamani kuanza kusali. Alinitia moyo hata kwa jambo hilo. Mwisho, kabla sijasoma masomo ya darasani, ilihakikisha kuwa nasoma Biblia kwanza. Na kwa kweli nilifurahia Biblia, niliipenda Biblia. Mambo yangu yalienda vizuri. Nilijikuta uwezo wangu pia ukizidi kuwa mkubwa katika ufaulu wa masomo ya darasani. Kwa hiyo natazama kabisa ni fursa niliyoipata nikiwa shuleni. Basi rafiki, mkamate elimu. Daudi ni miongoni mwa watu ambao walikamata elimu ya Mungu, akawa na ufahamu kupita wakufunzi wake wote. Hekima yake ikawapita wazee. Kwa sababu gani?
Ni kwa sababu alikuwa akitafakari neno la Mungu, akijifunza juu ya kazi za Mungu. Hivyo nikutie moyo rafiki yangu, mwanafunzi, mkamate elimu. Uko hapo shuleni kwa ajili ya kusoma. Usifanye kile ambacho ni nje ya ili kusudi la Mungu kwa maisha yako. Shuleni ni mahali pa elimu. Jitahidi kuipata hiyo elimu, ili hata siku utakapoondoka usije kukakuwepo na majuto maishani mwako kwamba uliichezea fursa ya elimu uliyoipata. Rafiki, ikamate elimu. Ikamate elimu. Paulo aliishi nje ya kusudi, lakini Mungu akamhitaji kumrudisha kwenye kusudi, akamfunulia kusudi. Leo ninatoa wito kwako rafiki yangu. Wito huu ni wito wa toba. Ni wito wa kugeuka. Yumkini katika kuishi kwako Mungu amekuwa na nafasi kabisa maishani mwako, lakini Mungu ni wa muhimu sana maishani. Tafadhali mpe Mungu nafasi maishani mwako, ni muhimu. Biblia inasema, Suleimani anaandika juu ya vijana akiwahusia kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kwa kweli leo una nafasi, haujui itakoma lini. Yumkini inakoma baada ya dakika moja inayokuja. Kwa sababu hatujui, ni salama basi leo, wakati ambapo tumeusikia wito, kujitoa kwa Mungu, kurekebisha mambo yetu pamoja na Mungu. Rafiki yangu, mtangulize Mungu katika safari yako ya elimu. Mtangulize Mungu. Usimwache Mungu. Manufaa yake ni makubwa sana maishani mwetu. Bila yeye, Mungu ametuumba tumtegemee. Mungu ametuumba tushirikiane naye. Na ndipo matokeo yenye ufanisi, vile viwango vya ukamilifu alivyovikusudia tunapoweza kuvifikia. Hivyo ni kusii tangu sasa rafiki yangu, umtangulize Mungu, umtegemee Mungu, usimame pamoja na Mungu, tenda pamoja na Mungu. Rafiki, Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu katika safari yako ya elimu. Mambo muhimu kabisa kuzingatia, kumbuka shuleni huko kwa ajili ya elimu. Ikamate hiyo elimu. Lakini ukikamata hiyo elimu, elimu ya Mungu ni muhimu. Hakikisha unapata muda unasoma neno la Mungu, unatafakari juu ya uumbaji wa Mungu. Hakikisha unapata muda wa kufanya mambo hayo. Mungu akubariki sana. Nahitaji sasa nikuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako aliyenisikiliza. Nakushukuru kwa ajili ya watoto wako walionisikiliza. Ninawaombea Baba, ukawabariki katika safari yao ya elimu. Wape nguvu za kusimama na kuizingatia safari hii. Baba, waongoze. Msaidie kila mmoja ikiwa alikuwa amekengeuka, akaiacha hii safari, akageukia mambo maovu. Msaidie sasa kurejea. Baba, unayewaita watu wote tobani, mpokee mtoto wako, ukamsamehe sasa na kumpatia toba na badiliko la kweli. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Mungu akubariki rafiki. Hapa ndipo tunakomea somo la kwanza. Hivyo tunafuatia somo la pili. Nikukaribishe pia kwa ajili ya somo la pili siku inayofuata. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema. Ni mimi Mwalimu Baraka Maingu, Baraka wa Buramba, Bundamara, Tanzania.